Naweza kusema kila kitu kinatokea kwa sababu, iwe kwa bahati mbaya au kwa bahati nzuri, lakini ni sababu. Na katika maisha kuna watu wanakuja katika maisha yako kama funzo, iwe kwako au kwa watu wengine. Na marafiki pia ni moja ya sehemu ya maisha yetu, wawe wa kujenga au kubomoa. Lakini cha msingi ni chaguzi bora za marafiki walio bora katika maisha yetu ili kuendelea kuonyesha msingi bora wa maisha. Nilichojifunza ni kwamba si kila aliye karibu yangu ni bora kwangu au ananitakia mema. Wengine huja kwa ajili ya kufarakanisha amani na upendo wa mioyo yetu, ikiwa ni pamoja na kuwa ndoto na malengo tuliojiwekea. Kuna msemo usemao kwamba usimpige ndege manati kama hujui kwa kumpeleka, kwa sababu utamuumiza. Ndege huyo ataishia kutapatapa kutokana na maumivu makali uliompatia wakati unamuinda. Ni bora umwache aende pasipo kuvunja mbawa zake. Tamaa imeniponza ndio simulizi ambayo tunaendelea nayo. Anayetusimulia simulizi hii ni mwanadada anayefahamika kwa jina la Lea. Anatupitisha ni kipi ambacho kilimsibu katika maisha yake, katika safari yake ya maisha, kabla na baada ya tamaa kumponza. Twende naye sambamba mwanzo hadi mwisho wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi, Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii, Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Sehemu iliyopita tulishia pale ambapo Emily alimwambia Lea kwamba ana roho mbaya. Ndipo Lea akamuuliza, roho gani tena mbaya jamani? Basi tuendelee na simulizi yetu. Emily akaniambia, yani umefika hata hujaniambia hadi umefanya vyote hivyo. Kwa hiyo mimi ni mtu wa mwisho katika maisha yako, si ndio Lea? Nikamwambia, no kipenzi, wewe ni namba 1. Sijakwambia ni kwa sababu nilitaka nipate muda mzuri wa kuongea na wewe nikiwa nimetulia mwili pamoja na akili. Nakupenda Emily, sijui hata kwa nini imekuwa ghafla kiasi hiki. Emily akacheka kisha akasema, sawa Lea, nimefurahi kusikia umefika salama. Nilitaka tu kujua hilo. Nina kazi kidogo hapa, nitakucheki nikimaliza. Nikutakia usiku mwema. Nikamwambia, nawe pia Emily wangu. Basi Emily akakata simu. Baada ya hapo nikampigia simu Rehema kumjulisha kwamba tayari nimerejea tena nikiwa na pesa za kutosha. Rehema akaniambia, wewe mke wa tajiri Emily, kwa hiyo kesho ni kujirusha tu katika kumbi mbalimbali za starehe. Wewe acha tule bata mpaka kuku waone wivu. Nikamwambia, haina shida rafiki yangu, wewe jipange tu vilivyo. Baada ya kumaliza kuongea na Rehema, basi nikaamua kulala ili nikaribishe siku mpya na kuupisha usiku. Asubuhi ilipofika niliamka na pasipo kufanya kitu chochote, nikachukua simu yangu. Nilitegemea katika simu yangu ujumbe wa kwanza ambao ningekutana nao ni kutoka kwa mpenzi wangu Emily akinipa pole ya uchovu wa safari na maneno mengine mazuri ambayo amezoea kunitumia kupitia jumbe fupi za maandishi, yani SMS. Lakini ilikuwa hola. Kile nilichokitegemea kilikuwa ndicho sicho. Zaidi nilikuta jumbe za Rehema akinitaka nisisahau ahadi niliyompa jana. Nikaangalia upande wa missed call ili kujua kama huenda Emily alinipigia na nilikuwa nimelala. Nako nikakuta ni hola. Ni watu wengine tu kabisa ambao walikuwa wamenipigia. Roho yangu ikaanza kuniuma. Kwa nini Emily hajanitafuta mpaka muda huu? Lakini nafsi nyingine kaniambia kwamba huenda ni ubizi wa kazi kama alivyosema. Lakini pia nikawa najiuliza, ni ubizi gani wa namna hii? Au ndio nishaachwa kwenye matale ya mimi? Lakini nikaendelea kujifariji. Alipokuja rafiki yangu Rehema, tukaenda katika moja hoteli kwa ajili ya kula bata. Lakini wakati wote huo sikuwa na amani hata kidogo katika moyo wangu, hali iliyomfanya Rehema aniulize kulikoni. Akaniambia, vipi besti, kulikoni? Mbona naona tumeagiza chakula kizuri, vinywaji vya kutosha, lakini mwenzangu hauna furaha? Ni kipi ambacho kinakutatiza? Nikamwambia Rehema, aninitatiza ni Emily. Rehema akashangaa kisha akauliza, Emily tena? Makubwa. Haya, Emily kafanyaje tena? Nikamwambia Rehema, rafiki yangu, hata uwezi amini. Yaani sijui ndio nimeachwa au ni namna gani. Rehema akauliza tena, kwa nini unasema hivyo Lea? Nikamwambia, ni kwa sababu Emily tangu tulipowasiliana jana niliporudi hapa jijini Arusha hapatikani katika simu yake. Rehema akaniambia, wewe naye unafikiri kila mtu Mswahili kama Frank wako? Yeye ni mtu wa biashara, tena sio biashara, ni mfanya biashara mkubwa anayetoka hadi nje za nchi. Wewe si uliniambia kwamba alipigiwa simu kwamba anatakiwa aende Marekani? Nikamjibu Rehema, ndio hivyo alivyoniambia siku ile.
Rema akaniambia, sasa je, kama mwenzio yupo kwenye biashara, unafikiri muda wote atakuwa anawaza mapenzi tu? Hebu acha bwana. Hebu acha kuwa limbukeni wa maisha wewe. Utakuja kuumia vibaya endapo Emily atakuacha. Kwa sababu unaona katika mahusiano haya umejiingiza mzima, moyo, akili, mwili, vyote umemwachia Emily. Wakati lengo lilikuwa ni kula tu pesa zake. Au kwa sababu ni shombe shoga yangu, ndio maana umezama mazima. Nikamwambia Rema, sio hivyo ndugu yangu. Ni vile tu amenizoesha kila ikifika asubuhi ni lazima nitumie ujumbe mzuri wa maandishi, na sipotuma ni lazima tu atapiga simu. Hivyo nimejikuta tu nimeanza kumpenda kweli na si kupenda pesa zake tena. Rema kaniambia, una hatari shoga yangu. We haya, endelea kuendekeza vitu vya kijinga. Basi siku hiyo ikapita, Emily akiwa hapatikani. Huko kichwani nikiwa bado najiuliza maswali mengi kwamba au Emily ameniona sina radha. Kwa nini nilimkubali kirahisi Emily kiasi kile? Au ameniona mwanamke ambaye najirahisisha sana, lakini ni yeye ndiye aliyening'ang'aniza. Mimi sikuwa tayari. Kama kweli Emily ameniacha, basi atakuwa amenikomesha. Ukapita mwezi mmoja huku nikiwa sina mawasiliano kabisa na Emily, na baadaye nikaanza kuona mabadiliko katika mwili wangu, uchovu mwingi, kichefuchefu kwa sana, kubagua vyakula na kuwa na hasira za karibu. Akili haraka ikaniambia huenda nimebeba ujauzito. Nilihisi hivi ni kwa sababu nilikuwa nasikia stori za wakina mama ambao walikuwa wanazungumzia dalili za awali za ujauzito, lakini pia nilitafuta mtandaoni dalili za mama mjamzito. Maelekezo yote yalikuja vile ninavyojihisi mimi, na ili kuhakiki zaidi ikabidi niende katika duka la dawa nikanunua kipimo ili nije nijipime mimi mwenyewe nyumbani. Na niliponunua kipimo hicho nikajipima, sikuamini kile nilichokiona katika kipimo kile. Kipimo kilionyesha mistari miwili, ikimaanisha kwamba tayari nimenasa, yani mimi ni mjamzito. Nikawaza, nitaupeleka wapi huu ujauzito na hali ya kuwa baba wa mtoto patikani? Sijui kama ameniacha au atarudi akitoka katika biashara zake. Akili nyingine kaniambia ngoja nimtafute katika namba nyingine tofauti na namba yangu. Nikaenda kuazima simu ya jirani yangu, kisha nikaandika namba za Emily na kumpigia. Kitu kilichonishangaza ni simu kuita. Iliita ndani ya sekunde chache, simu ikapokelewa. Upande wa pili kasikika sauti ya kiume ambayo ni ya Emily ikiitika, "Yes, hello." Nilisita hata kuongea ni kwa sababu niliona Emily ni mwanaume mbaya, yani kwenye namba yangu hapatikani, kwenye namba ya mtu mwingine inapatikana. Kengele hatari ikalia kichwani mwangu kwamba Emily anitaki tena. Nilitulia kwa sekunde chache nikiwa katika dimbwi zito la mawazo, hali iliyomfanya Emily aite kwa mara ya pili, "Hello, mbona uongei? Nani mwenzangu?" Sauti hii kaniamsha katika dimbwi zito la mawazo. Nikashtuka kisha nikasema kwa kigugumizi kilichojaa uoga ndani yake. Nikasema, "Halo, Emily, mimi ni Lea, nimekupigia." Emily akaniuliza, "Lea? Lea gani?" Nikamwambia Emily, "Unasema nini wewe? Kwamba leo unifahamu Lea mimi? Mimi ni Lea mpenzi wako kutoka huko jijini Arusha." Niliongea maneno haya huku machozi yakinitoka, nikijutia kwa kile nilichokifanya kwa kukurupukia mapenzi na mtu ambaye sikumfahamu. Emily akasema, "Lea mpenzi wangu? Yupi huyo?" "Sikiliza, katika kumbukumbu zangu sikumbuki kama nimewahi kuwa na mpenzi na mtu anaitwa Lea. Ongea shida yako kwa haraka, nina kazi nyingi za kufanya na sio kusikiliza upuuzi wako hapa. Nikusaidie nini?" Nikamwambia, "Okay, sawa Emily. Shida yangu nilitaka nikwambie kwamba mwezi ule tuliokutana Dodoma nilinasa ujauzito, na nina asilimia kubwa kwamba huu ujauzito ni wa kwako, kwa sababu tangu nilipokutana na wewe sijakutana kimwili na mwanaume mwingine zaidi yako. Ndio mabadiliko ya mwili wangu yamejitokeza. Tafadhali Emily, usikatae hii mimba na kuomba. Nikatae mimi, lakini sio huyu mtoto aliyopo katika tumbo langu. Wewe ni baba huyu mtoto. Nitamlea vipi peke yangu Emily? Sijawahi kuwa mama katika maisha yangu, na huyu ndiye mtoto wangu wa kwanza. Naomba niko chini ya miguu yako." Emily akaniambia, "Kumbe wewe mwanamke ni mpuuzi Kumbe una akili kabisa wewe. Mimi na wewe situlishamalizana kipindi kile tuko Dodoma. Aliyekwambia ubebe wewe ujauzito ni nani? Yaani kweli wanawake ya kimaskini ni bure kabisa. Hivi ulifikiri mimi naweza kuwa katika mahusiano na mwanamke kama wewe? Mwanamke wa mitandaoni, mwanamke anayejiachia kwa mavazi ya ajabu katika mitandao ya kijamii. Kila mwanaume lijali na mwenye matamanio ya kimwili ni lazima atamani kuonja chakula ulichokifunua wewe mwenyewe. Nikwambie tu Lea, katika maisha haya chakula bora ni kile kilichofunikwa kikimsubiri mlaji halali aliandaliwa kukifunua, tena kwa heshima kubwa na nidhamu ya hali ya juu.
lakini chakula kilicho wazi mara zote hutamaniwa na wadudu mbalimbali, na kila mdudu atatamani kutoa juu ya chakula kilicho wazi na kukichezea. Mwisho wa siku uliwa na wadudu. Baada ya kuharibika, hakuna mlaji ambaye atatamani kula chakula kilichopitiwa na panya, mende, nzi na wadudu wengine kibao. Chakula hicho kinakuwa kifai kwa kuliwa, matunzo wala hifadhi. Hivyo ungejaribu kukifunika chakula chako, nisingekitamani, lakini nimetamani chakula ambacho hakina ladha, hakijanishawishi kuendelea kukila. Nimeacha wadudu wengine nao wajilie chakula ambacho kipo wazi. Kiufupi, mimi sina mpango na wewe. Kwa ujumbe huu niliokupatia, iwe fundisho na kwa mabinti wengine ambao wanajiachia hovyo katika mitandao ya kijamii kwa kigezo kwamba wanakwenda na wakati. Hivyo basi, huyo mtoto jua pa kumpeleka, na mimi sio baba huyo mtoto, na ukome kunitafuta kabla sijakufanyia kitu kibaya zaidi na ukaja kujutia katika maisha yako ni kwa nini ulikutana na mtu kama mimi. Bwege wewe. Kisha Emily akakata simu. Maneno yake ni kama yalikuwa ni barafu katika mwili wangu. Nikajikuta mwili ukianza kutetemeka, miguu ikiishiwa nguvu, akili ikachoka kufikiri, huku macho yakipigwa na bumbuazi na masikio yakiwa hayamini kile yalichokisikia kutoka kwa mwanaume huyo Emily. Mwanaume ambaye niliamini ndiye mwanaume wa kutimiza ndoto zangu, na mwanaume ambaye aliniahidi vitu vingi na mambo mengi makubwa, hali iliyopelekea mimi kumwacha mpenzi wangu Frankie. Mwanaume ambaye alinipenda jinsi nilivyo, mwanaume ambaye aliyajua madhaifu yangu, mwanaume ambaye alikuwa ana pesa za kutosha, lakini ushauri wake ulikuwa ni zaidi ya mabilioni ya pesa katika kuzitimiza ndoto zangu. Nilimwacha na kukimbilia kwa mwanaume ambaye niliamini atatimiza ndoto zangu kwa haraka, tofauti na Frankie ambaye niliamini atanichelewesha kuzifikia ndoto zangu. Lakini leo hii najuta ni kwa nini nilimwacha mwanaume huyo ambaye alinijali kwa kila hali, lakini niliona kwamba ushauri wake kwangu kwa wakati ule si muhimu sana, ambacho ni muhimu zaidi ni pesa tu. Sasa Emily kwa nini amenifanyia yote haya? Kwani mimi nilimwambia najiuza kwamba anitumie kwa kunilipa, wakati mimi nilimkabidhi moyo wangu. Kwa nini amenishusha thamani kiasi hiki? Yaani nikana kwamba mimi ndiye niliyekuwa kwanza kumtafuta. Mwisho nikakubali matokeo kwamba Emily alikuwa hana upendo na mimi, bali lengo lake lilikuwa ni kunichezea tu, na tayari amefanikisha lengo lake alilokusudia. Lakini nikawa nawaza, mtoto huyu aliyeko tumboni nitampeleka wapi? Mtoto ambaye hana baba. Baba yake amemkataa wakati bado yupo tumboni. Kingine nikifanikiwa kujifungua huyo mtoto, nitamlea vipi? Na vipi kuhusu ndoto zangu za kuja kuwa msanii mkubwa nchini? Mbali na usanii, kazi inayoniweka mjini kwa sasa ni uchezaji katika nyimbo za wasanii, na tumbo linaendelea kukua. Nitacheza vipi? Na vipi kuhusu ubalozi wa nguo katika maduka makubwa? Nitazivaa vipi nguo zile kwa ajili ya kuzitangaza ili na mimi nilipwe? Nikasema hakika nimeabananga, na awamu hii nimepatikana, na ndoto zangu zimeishia hapa. Baada ya kuwaza mambo mengi, nikaamua kumpigia simu Rehema ambaye ni rafiki yangu ili anishauri juu ya hili swala, na nilimsimulia kila kitu kilichotokea baina yangu mimi pamoja na Emily. Rehema alisikitika sana, akasema, jamani, ama kweli nimeamini watu matajiri sio watu wa kuamini hata kidogo. Yaani yule kaka alivyokuwa anajifanya amekufa ameoza juu yako, kumbe alikuwa na lengo baya juu yako. Jamani, pole sana rafiki yangu, hayo ni mapito tu ya dunia. Unatakiwa kuwa ngangari, usiteteleke hata kidogo. Lakini shoga yangu, na wewe umezidi uzwazwa. Kwa nini siku ile ulivyotoka Dodoma kupitia dukani kuchukua dawa, kwamba huwa usikilizi story tunazopiga namna ya kuzuia ujauzito? Nikamwambia Rehema, nilikumbuka, lakini Emily aliniambia anapenda sana watoto, na kama nikifanikiwa kumpatia mtoto atanipenda maradufu zaidi hapo awali. Ndio maana nikaacha. Sikutaka kulifuatilia sana swala la ujauzito. Ni kwa sababu Emily alinihakikishia kwamba atamlea mtoto kama ikitokea nimebeba ujauzito. Lakini nimebahatika kumbebea ujauzito, kanikana tena kwa maneno makali yenye dharau na matusi makubwa ndani yake. Yaani hata sijui nafanya nini rafiki yangu. Rehema akasema, pole rafiki yangu. Alifanikiwa kuteka akili zako kwa wakati ule, lakini mimi nina wazo juu ya huo ujauzito. Nikamuuliza Rehema, wazo gani tena rafiki yangu? Rehema akaniambia, wewe bado ni binti mdogo sana Lea, tena mbichi, ambaye una ndoto kubwa katika maisha yako. Huo ujauzito utakukwamisha mambo mengi sana, tena ya msingi. Hivyo kwa kuwa ujauzito bado ni mchanga, unatakiwa kuutoa huo ujauzito. Nikashtuka kusikia eti natakiwa kuutoa huo ujauzito. Nikamtolea macho Rehema, huku nikimuuliza kwa tahamaki, wewe Rehema, unaniambia nitoe ujauzito? Hujui kwamba ni dhambi kubwa kufanya hivyo? Hayo si ni mauaji? Nitakiwa kiumbe kisichokuwa na hatia.
na siku zote huwa wanatangaza katika vyombo vya habari kwamba kutoa ujauzito ni hatari kwa mama na mtoto. Kama nikimchokonoa mtoto asipotoka, basi naweza kupelekea kujifungua mtoto mlemavu au naweza hata kupoteza uhai. Bwana, mimi naogopa, sijai kufanya kitendo kama hicho. Ni ukatili na siwezi kufanya ukatili mimi. Rehema akaniambia, "Hebu acha kujifanya mtakatifu hapa wakati ni mzinifu mkubwa. Kama ulijua ni dhambi, kwa nini ukusubiri ndoa ukaenda kuzini tena kwa kumfuata mwanaume Dodoma? Alafu unaniigizia hapa eti ni dhambi, naweza kufa. Mbona sisi hatujafa na tunatoa kila siku, na kama ikitokea tunataka kuzaa, tutazaa tu pasipo shida yoyote." Hayo ni maneno tu ya madaktari kututisha tu. Ukijifungua nafikiri hao madaktari watakuletea hata nepi hapa. Watakuletea nepi ya mtoto. Utapambana wewe na hali yako. Wengine wao wanajifanya kama wewe kwamba wanaogopa dhambi ya kutoa ujauzito, lakini wakifanikiwa kujifungua na mambo yakawa magumu, ndio hao ambao tunawasikia kila siku katika vyombo vya habari wametupa watoto, au kama sio kuwatupa basi watoto wao wanakuja kuishi katika mazingira magumu kweli. Haya, kipi bora, kumtoa wakati hajazaliwa au kupata ikaeka baada ya kujifungua? Nikajifikiria kisha nikasema bora nimtoe wakati yupo tumboni. Lakini nitamtoa vipi? Rehema kadakia kwa kuniambia, "Safi, hilo ndilo uliloliacha. Unatakiwa uwe na maamuzi magumu. Utamleaje mtoto ambaye hana baba?" Sasa sikiliza. Mimi hapa ninafahamu dawa nyingi za kutoa ujauzito. Subiri niende nyumbani, nitakuletea. Hata usikonde rafiki yangu. Vitu huwa vinatokea tu. Hiyo ni ajali kazini. Nikamwambia sawa, nimekuelewa. Nitafurahi kama nitafanikiwa. Rehema akaongea tena kwa msisitizo, "Hapo kwenye kufurahi weka tiki kubwa na vyema juu yake. Ni kwa sababu tayari umefanikiwa." Nikamwambia sawa Rehema, nimekuelewa. Nasubiri vitendo. Basi baada ya kuongea mambo mengi mimi pamoja na rafiki yangu Rehema, mwafaka tuliofikia ni mimi kutoa huu ujauzito ili na mimi niendelee na maisha yangu mengine. Rehema akaondoka kwenda kunichukulia dawa za kutolea huu ujauzito. Na kama masaa mawili hivi Rehema akaja na majani katika kifungashio. Akaniambia kwamba ile ni dawa kutolea ujauzito, hivyo natakiwa kunywa. Na nilipokunywa tu tumbo lilinikata sana. Tumbo liliniuma sana. Rehema akaniambia ndio dawa inafanya kazi. Baada ya muda ujauzito utatoka. Lakini cha ajabu, tumbo liliniuma kama nusu saa tu, kisha likaacha kuuma. Lakini hakuna kitu kilichotokea wala ujauzito haukutoka. Naam, na huo ndio mwisho wa sehemu ya 4 wa simulizi yetu pendwa inayokwenda kwa jina la Tamaa Imeniponza. Je, ni kipi ambacho kitatokea kwa Lea? Usikose kufuatilia mwendelezo wa simulizi hii. Mtunzi na msimuliaji wa simulizi hii ni mimi Faraja Simkwai. Unaweza kunipata katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram, TikTok pamoja na YouTube. Napatikana kama Faraja Simkwai. Tamaa Imeniponza sehemu ya 4.